Ni story ndefu ila kimsingi nilitafutwa sana, yaani kwa udi na uvumba, kiroho na kimwili, niwe hai niwe nimekufa, niwe nimezikwa au maiti yangu waione. Walikuwa nataka wanione kwa namna yoyote, yani hiyo ndio maisha yangu yote kimsingi wakati nikiwa pale Dar es Salaam. Yani ilikuwa ni fujo sana. Na umekaa pale kwa mchungaji Magembe kwa muda wa miaka mingapi? Kwa miaka yote toka nimeokoka. Mimi toka nimeokoka, toka niingia pale kwa mzee Magembe 2002, kwa miaka yote mimi nasali pale. Na hata ibada nilizokosa, manake kimsingi ndo kana nisema hivi 2012 ndo nilianza kutoka nje Dar es Salaam. Kwa hiyo kama tuseme miaka 10. Na hiyo miaka 10 hiyo, ibada ya Jumatano, Ijumaa na Jumapili kwa miaka hiyo, kama siku nimekosa azifiki 3. Na kuishi, ulikuwa unaishi kwa wale wa Samaria yule mama? Na ndio maana hapo ndio nikasema hapo ni story ndefu, kwa sababu yani kilichofanyika ni kwamba nikikaa kwa mtu, sio mama peke yake, nikikaa kwa huyu, wale wanatafuta, wakishajua kwamba niko hapa saa 11 12 baada ya ibada shafika, kwa maana hiyo sasa mimi huwa napenya kwa nyuma, yani najua wale natorokea kwa nyuma, sirudi tena manaki hapa. Wakati mwingine wakawa wananifahamu, wewe ndio yule ambaye Sharifu unayetafutwa. Kwa hiyo wakati mwingine nikiomba hifadhi ninaondolewa, kwa maana ya wanajua kwamba wale mashehe si wazuri, watumia majini mengi. Kwa hiyo wakigundua tumekuhifadhi hapa, watatuangamiza sisi. Kwa hiyo familia ile inalazimika wanifukuze mimi ili wao wabaki salama. Na wanasema hiyo ndio kwa miaka hiyo yote nimeishi hivyo. Lakini nashukuru kwa Mungu kwa yule mama, ni mama yangu ambayo ninamshukuru sana, ameenda mbele za haki. Yule alinitunza, alinielea, kunificha, kunitetea kwa namna zote mpaka naondoka. Nimetoka hiyo 2012. Na pengine kwa ufupi tu, umeishi nyumba ngapi mpaka ukaenda kuwa settled kwa huyo mama? Tofauti. Ndio nasema hapo mzee, ni mchakato wa miaka 10. Tofauti. Kivule huko kuna kijiji Mapolini inaitwa Chandege, huko nimeishi Mapolini kabisa. Nimeishi huko Suchakenge, huko nimeishi. Sasa wakati unaishi huko, ulikuwa unapataje huduma ya kiroho sasa kwa mchungaji Magembe? Ninachomshukuru Mungu ni kwamba ndio bwana akasema kwa miaka yote hiyo, kama ibada nimekosa chache sana. Yani vyote ninyang'anye, usinyang'anye ibada, sababu nilikuwa natamani kujifunza zaidi. Kwa hiyo ibada zilikuwa ziko pale. Hata nitembea kwa miguu, kutembea kwa miguu toka Kivule mpaka Majumba 6. Natembea kwa miguu, naanza kutoka saa 10 usiku. Natembea asubuhi kanisani, nafika saa 2 asubuhi. Kwa sababu kipindi kile ibada shule ya wanafunzi ilikuwa inaanza saa 3. Kwa hiyo saa 2 nimefika pale, naingia kwenye maombi ya risali moja mpaka saa 3 inaanza shule ya wanafunzi, niko pale. Nikimaliza ibada, tulikuwa na ibada 2. Nikimaliza ibada ya kwanza ile, tukitoka saa 7 hivi mfano, nazangu mtaani. Wakati unatoka pengine Kivule, ulikuwa unajiwekaje, muonekano hoje, kwa sababu ulikuwa unatafutwa, na pengine kama ni mchana, kwa sababu ulikuwa unafahamika, ni mtu unayefahamika na wanakutafuta, ulikuwa unajua kwamba unaweza kukutana na hao wanaokutafuta wakakuona, ulikuwa unajiwekaje yani? Nilichokuwa nafanya, kuna mdogo wangu mmoja nilimuomba aje. Kwa hiyo nikawa nakaa naye kama ushahidi, chochote kikitokea nisikae peke yangu. Kwa hiyo ikabidi nimuingize kwenye mifumo ya maisha hiyo. Lakini pia nilichokuwa nakifanya ni kubadilika kimavazi. Kwa maana nilikuwa nachukua begi, kwa hiyo nguo zangu za kanisani naingiza kwenye begi, afu navaa tofauti. Kwa nikivaa tofauti, kwa namtanguliza yule mbele, mimi nakuwa nyuma. Kwa hiyo ndo tunapita chochoro kwa chochoro mpaka tunafika Majumba 6. Kwa hiyo tukifika pale Majumba 6 vile na hii tunaabudu ibada kama ni Jumapili, manake baada ya kwanza ili ya jioni, tukifika hapo tunalala kanisani, lakini kwenye maombi watu tunaposalimana kuondoka, si tunarudi. Na kimsingi sio watu wengi walikuwa wananijua pale zaidi ya mchungaji Magembe. Yani ni wachache ambao nilikuwa nao karibu, yani nilikuwa najificha sana, sio wengi walikuwa. Na hata wengine, kuna mmoja hivi amenipigia simu sasa hivi, bwana kumbe wewe tu kumbe ndio wewe bwana, ndio anajua sasa hivi. Kwa hiyo ilikuwa ni kujificha, kwa sababu watu wanaweza
Na mimi nashukuru hiyo imenisaidia sana, kwa sababu kama wangeniongelea kipindi kile, hata mafunzo haya ambayo Mungu amenifundisha kwa miaka yote hiyo, ningekuwa bado sijaiva vya kutosha. Kwa hiyo nafika pale, ingia kwenye maombi Jumapili kuamkia Jumatatu. Ingia kwenye maombi saa 10 kama kawaida, naanza safari kurudi Kivule. Natembea. Na kule nilikokuwa nilianzisha shule ya chekechea. Kule kulikuwa na wakulia wengi hivi, hawajasoma wengi, kwa hiyo nikaanzisha shule ya chekechea kama kunisaidia kimaisha. Kwa hiyo nikaanzisha shule ya chekechea kwa nikawa nafundisha, lakini wakati huo naangalia usalama ukoje. Baada ya muda nikaondoka kule. Na hiyo sasa ndo niseme huo sasa ulikuwa ndio ule mpaka ile yani kuondokea nimetokea kule. Kwa maana 2011 nikajisikia tu niingia maombi ya siku 3 kavu. Kwenye yale maombi, ile siku ya kwanza nipo kwenye maombi, siku ya pili kuelekea siku ya 3 ni kama nilizima hivi. Yani kutwa nzima nilikuwa nimelala, nikajihisi tu mwili umechoka kabisa. Baadaye sikujielewa ikoje. Sasa kutokea hapa kwa ile siku nzima mpaka inafikia siku ya 3 ndo nakuja kuamka au kushtuka pale. Hapo ndio Mungu alinifundisha mengi sana. Yani hayo mambo yote haya ndio niliona pale, yote Mungu alinifundisha mengi. Yani ile kama kujitambua sasa, huwa mwai mimi nani sasa, na itakuwaje, Tanzania ikoje, kaelekezwa kuhusu madhehebu yalivyo, serikali vingi manake hapa na Afrika na kote mengi. Taanza hivi, tafanya hivi, taelekea huko, tafanya hivyo, huduma lazima ianzie vijijini. Ni mengi, kwa sababu yani kimsingi hapo ndipo ambako Mungu aliponipa ile ambayo mpaka leo tunasema saa ya urejesho, kwa maana ya uamsho na matengenezo ya kanisa. Kwa maana kama Mungu sasa alinipa sisi ni mamlaka au ni agizo kwamba nifundishe yale ambayo Mungu aliyenifundisha, kwamba umeshaona upande kule wa giza ukoje na vitu vyao, na unaona hali ya kanisa likoje kiroho na kiuchumi. Kwa hiyo uwaambie watu wangu sasa kwamba nina jambo hili, kwamba na uamsho na matengenezo ya kanisa ili kudhibiti ile kasi ya utendaji kazi wa kuzimu. Na kanisa ni kama halijui nini sababu, na linaishi katika hali hiyo, lakini haijui nini kinachosababisha hivyo. Yani hapa kimsingi ndio ni kama ndio nilipewa hiyo huduma ile kujitambua sasa, kwamba kule unajua na kasi yao, mikutano yao, ajenda zao na vitu vyao vingi wanavyovifanya, na namna ambavyo kanisa lilivyobongonyoka, lilivyoharibika, lilivyoumizwa, namna ambavyo utumishi ni vitu vingi hapa ndani ya kanisa. Yani ubora na udhaifu wa kanisa nilielekezwa pale. Vitu gani vinatakiwa viwepo, vitu gani havitakiwi viwepo, na sababu ya hivi kutokuwepo ni nini? Ni ile malango ya kuzimu imeondoa hiki na kile na kile. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo ni rasmi sasa, ni kama nilianza kujijua kwamba natakiwa nifanyaje, lakini pia nikaelekezwa mabadiliko. Ulisema niongee machache. Nilielekezwa kuhusu mabadiliko kwamba soon as, yani sio muda mrefu toka wakati ule alisema kanisa litabadilika. Litabadilika kiroho, litabadilika kiuchumi, litabadilika kijamii. Na ndipo ambapo aliponipa ili andiko la Matendo 1:8. Kwa hiyo hapa aliniambia kutakuwa na badiliko kubwa sana la kiroho, kubwa sana. Watu, yani uweza wa Mungu utarudi kuwa mkubwa sana, lakini pia badiliko la kiuchumi kwamba kanisa yani litabarikiwa, situmia lugha hiyo, lakini litakuwa bora kiuchumi. Litakuwa bora kiuchumi sana, lakini litakuwa bora sana kijamii, yani katika maisha ya kawaida tu katika jamii. Lakini pia nje tu ya kanisa, Mungu pia aliniambia kuhusu nchi Tanzania, kuhusu nchi ya Tanzania mengi kuhusu nchi ya Tanzania kwenye masuala ya kiuamsho, nchi ya Tanzania, kwamba alianza kutumia Ulaya,
lakini baadaye akatumia Amerika, lakini sasa Mungu ana mpango wa kuitumia Afrika, na katika Afrika Tanzania ni mojawapo ambaye Mungu anataka aitumie, na hapo ndipo aliponipa pia andiko la Isaya 60, inuka uangaze maana nuru yako imekuja, kwamba ile inazungumzwa kuhusu Tanzania. Neema Mungu imekuja na Mungu anataka aitumie Tanzania kimataifa. Kwa hiyo na hapo sasa ndo kutakuwa na badiliko kubwa sana la kimifumo ya niseme siasa, ni kipolitikali, kwa maana kiserikali kutakuwa na badiliko kubwa sana ambalo Mungu ataweka haki katika taifa, kuwezesha makusudi ya Mungu yatimizwe kupitia Tanzania, kuinuka Afrika na mwisho ulimwenguni. Ndipo aliposema sasa kuhusu taifa atafanya marekebisho kidogo, kwamba watu mafisadi na nani wanaweza wasipate nafasi, na wenye haki sasa wakaingia ili kufanikisha kile Mungu ambacho. Kwa hiyo alinyeleza kuhusu mambo mengi sana kwa machache, lakini mengine ni ndani kidogo, lakini hayo yote. Kwa hiyo haya mambo hata sasa yanayoendelea 2011 niliyoyaona yote haya, kwamba ndani ya katika nchi kutatokea na nini. 2011 niliona ndani ya kanisa kutatokea na nini. 2011 niliona Tanzania kutatokea nini. Afrika hasa watu weusi, Mungu anasema ametukumbuka na kutuinua kama watu weusi, kututumia kwa ajili ya uamsho mkubwa duniani ya siku za mwisho kabla ya unyako wa kanisa. Yes, hayo 2011 Mungu alinielekeza. Okay. Basi tuendelee kwenye pale tulikoishia, mchakato sasa wa kuiendea ndoa, na sasa mko na mke wako mkimtumikia Mungu. Amen. Na hapo nimeongea kwa uchache, maana mwingine ni bado sio wakati, ila kwa sehemu Mungu yanayoendelea ninayonaona. Kwa maana hiyo sasa nilipokuja huku na kufanya makazi rasmi, na ndio kama niliposema sasa wakati wako umefika. Ikumbukwe kipindi hicho chote bado wala sinisemaje, kuna mtu anayenijua, yani nami waga sipendage kujionyesha kwa namna yoyote, kwa sababu naogopa, lakini sitaki, najua muda bado. Kwa hiyo nikafika nikasali, nikatoka mshirika mwenza na huduma hapa na pale nafanya kanisani. Kutokea hapo muda wa kuoa ukafika, nikaingia kwenye maombi kama kawaida yangu, siku 3 nakaa kambi. Nikaomba, baada hapo nikamaliza Jumapili, nikamshukuru Mungu. Jumapili kabla ya ibada shule ya wanafunzi inaanza saa 3, na mimi kwa ile kanisa nilikuwa nafundisha shule ya wanafunzi, na kwa Jumapili ambayo namalizia maombi nilimwomba mwalimu wenzangu afundishe shule ya wanafunzi kanisani. Kwa hiyo muda wa ibada sasa umefika wa shule saa 3, nimeingia kanisani. Nimeinamisha kichwa hivi, namshukuru Mungu kwa ajili ya ibada hiyo. Ninageuka hivi na mwangalia mwalimu sasa ndio anataka afungue kipindi. Nikasikia neno la Kiingereza kabisa likiniambia, that is your wife. Ambaye ndiye anaenda kufundisha? Hapana, yule alikuwa anafundisha ni mwanaume, ni mshirika mwenzangu, tumekaa wote kwenye viti huko. Yani amekaa mstari, yani kwenye mistari hii, kwenye mstari mingine kabisa kule. Akanyambia kwamba sauti ikanyambia, yule ndio mke wako. Sasa nilipomtazama simjui, yani kwa sababu pale nimeshakaa kwa muda kidogo, washirika wenzangu wote wale nawafahamu, ila yule ni kama mgeni, kwa hiyo simjui. Okay, ilipomalizika ibada nikamfuata mchungaji. Mimi kama nimefundishwa namna ya mlango wa ndoa na jinsi ya kuingia kwenye ndoa, nikamfuata mchungaji wangu nikamwelekeza, na yeye bado nzuri anajua toka naingia kwenye maombi nishamshirikisha. Nikamwambia Mungu, nimesikia sauti kabisa inasema mke wangu ni yule pale. Sasa nimejaribu kumwangalia, mimi simfahamu. Mchungaji akasema hakuna shida, mimi nitamfuatilia na kujua taarifa zake, alafu nitakupa. Sawa. Tukachana. Tulivyokutana akaniambia kwamba bwana, yule ni mwanachuo, yuko hapa yuko field. Sasa kibinafsi moyoni alivyoniambia mwanachuo, na ikumbuke mtumishi,
2011 na taarifa zote kuhusu utumishi sasa. Kwa hiyo sasa hata jinsi ya kuoa ilibidi Mungu niombe Mungu sana anisaidie, kwa sababu kabla ya hivi nikurudishe nyuma sasa. Mungu alivyonisaidia kwa makini kidogo. Nilivyompa taarifa mchungaji kwa habari ya kuoa, kabla sijaingia kwenye zile siku 3, mchungaji akasema mabinti wako wengi. Wapo wengi. Kwa hiyo akasema sawa, nimeongea. Akasema sawa. Tulivyokutana tena akaniambia, bwana, Jumapili kuna binti atakuja ibadani hapa, nimeshaongea naye, umuone kama anaweza akakufaa kwa mke wako. Kweli Jumapili akaja ibadani na ndugu zake kuja kusali, lakini mimi nifanyaje? Nimuone anaweza akaa mke wangu. Kiukweli nilivyomuona tu, yani hata moyoni hakufika. Alishia kwenye ngozi tu. Yani kaona hapana, yani haendani kabisa na mimi. Yani hata kwa 2%. Yani ni zaidi ya 0. Haendani. Nikamchungaji, yani hapa hakuna haja mawimbi hapa, hii hamna kabisa, hakuna. Na kipindi hiko nikueleze mtumishi, kibinafsi nilikuwa baada ya kupata vile, nikawa naangalia vitu viwili, kwamba mtu ambaye anaweza akawa mke kwa maana mama wa nyumba yangu, lakini pia nimpate yani mtu ambaye atakaye shughulika na huduma. Kwa hiyo nikawa na pande hizi mbili, kwamba awe mama mjengo lakini pia kwa upande wa huduma. Sasa yule wa kwanza alipoletea, yani hafiti kokote. Nikamwacha. Akasema sawa, ngoja kwanza tutafute tena. Akaniambia, bwana, Jumapili nyingine nimempata mwingine, utakuja kumuona. Kweli bwana, Jumapili akaja, nikamuona, lakini sio kwa kuongea naye, namcheki tu pale. Nilipomtazama yule alifiti kwenye upande wa nyumba, ila kwenye huduma akofiti, alikataliwa kabisa. Nikamwambia, nikasema na huyu pia nako hapa. Ndipo nilipoamua kuchukua hatua ya mwenye binafsi sasa, kufunga siku 3 kumtaka Mungu. Ndipo Mungu akanipa yule. Sasa ndio naendelea pale sasa, kwa mchungaji akaniambia kwamba yule ni mtu wa chuo na yuko hapa field. Sasa kibinafsi mimi nimeshakaa mji huu na ninawafahamu watu wa chuo hawajaokoka hata kidogo. Kwa hiyo alivyoniambia mke nani yule pale ni yuko hapa chuoni, kwangu ilikuwa disqualification. Yani hana vigezo, kwa sababu nikajua hawajaokoka hata kidogo. Watu wa chuoni ni wasela kabisa. Na kwa sababu nilipofika nilikuwa na rafiki zangu alikuwa analinda kwenye hostel yao. Nafahamu vituko vyao, navifahamu kabisa. Tena siku hiyo nikasema yani sijui nisemeje. Yani sijui nisemeje. Tumekaa pale, wakaingia hostel, wamekaa kama nusu saa hivi, akatoka nje, hawana nguo hata kosti, ile nguo ya ndani hawana, naked kabisa. Wakaja wakashumaa mbele hivi, alafu wanakojoa. Ni mabinti. Kwa hiyo aliponiambia wanasoma hapo, nikasema ndo hawa ni mashe, hata wameokoka hamna kitu. Siwezi kuoa, atanisumbua. Kwa hiyo ikaendelea. Kwa hiyo nilimkalia mchungaji, nikasema hapana, huyu sio wangu. Sio wangu, lakini ikaendelea. Mungu ananiambia ndio huyu. Baadaye kabla kuridhia kwa maana ya kuona ni kweli, basi hata nianze kuongea naye. Kwa hiyo nikamwambia, basi bwana, ni kweli nimeridhia, basi kwa process ya kanisa uchumba uendelee. Kwa hiyo ndipo alipopelekewa yeye taarifa rasmi, na yeye akasema nipeni muda wa kuomba. Sikumbuki ilikuwa si miezi mingapi, na yeye akaomba akarudisha. Yeye anasema ni kweli, na yeye pia na yeye aliyopelekewa na yeye alikataa. Alikataa kwamba sio mimi, bado na vision zangu mimi, si wakati wake sasa hivi. Na kutoka na changamoto zake za kifamilia nyumbani, ni kama naye aliona wanaume wote pia nao, yani ili ampate mtu, yani awe makini kwenye kuolewa, yasitokee kama nyumbani kwao ya baba na mama. Unaona, kwa na yeye alivyopewa kwa haraka akasema hapana. Kwa hekima akamwambia mchungaji, nipe muda kuomba, lakini kimsingi alishakataa. Lakini naye baadaye anasema akapata msukumo wa kuomba. Alifunga siku kwa muda gani, na yeye ndio Mungu akamwambia huyo ndiye naye ndio atakayetimiza ndoto zako. Okay, kwa maana yake baadaye ukaanza uchumba, tukaendelea.
tukatangazwa kanisani utaratibu wetu ule wa kibani, kwenda kupima, tunasema afya kwa maana ukimwi, tayari baadaye kutangaza tangazo la ndoa kanisani. Kumbuka na yeye hatokei kwenye eneo la hapa kwetu Ifakara mjini, hatokei hapa, yuko eneo lingine. Kwa hiyo basi michakato ikaanza, utaratibu wa mahali ukaanza. Sasa sijui niongeeje hapa, napo kuna vitu vingi. Yaani kimsingi ndipo nilipoanza kimsingi, ndugu mtazamaji, ndipo nilipoanza kuona upinzani sasa ulianzia hapa.